Bwana VFM Radio, kama kaida leo tuna swali moja tu mtaani. Tunataka utuambie hapo kwenye comment pia chini kwamba kwa nini vijana wengi wa siku hizi hawataki kuoa. Iko hivyo. Mimi naitwa Himid Nangi. Twenzao. Bwana, mimi naitwa Mkaisa Mrisho, na swali zuri, kwa nini vijana hawaowi siku hizi? Kwanza kabisa mimi hapa lawama na zishusha moja kwa moja kwa mabinti zetu ambao wapo kitaa. Hawa mabinti kwa siku za hivi karibuni wao ndoa sio kipaumbele, na wanakuja wanatafuta wanaume kwa malengo yao binafsi. Yaani kimsingi ni kwamba wamejirahisisha sana, kwa sababu kumbuka kabisa kwamba mtu anapokuwa anaoa, kwa mfano kama kijana mwanaume, kuna kitu ambacho anakitafuta, na ambacho sasa wao ndio unakuja kuwa muunganiko wa ndoa. Sasa mwanaume akiona kabisa mabinti wamejirahisisha kwa kiwango kikubwa kitaa, hana uwezo wa kwenda kuoa tena, kwa sababu kile ambacho inatakiwa kipate kwenye ndoa bado kipo nje, ambacho anakiona kwa wale wanawake ambao wapo ovyo ovyo huko mtaani. Akiamua tu, mimi bwana, leo nataka nipate kitu fulani, hitaji la msingi la kimwili, najua kabisa na anavuta tu mwanamke, oya njoo, kila kitu kinaenda sawa. Sasa huyo kijana atapata wapi nguvu ya kuoa? Kwa hiyo wanawake ndio ambao wanachangia kwa kiwango kikubwa, na pia wanawake hawa hawataki kuolewa wao binafsi, wenyewe wanakuja kwa mwanaume, wana malengo, labda pengine anataka tu yeye akutane na mwanaume fulani, apate mtoto, maisha yaende, apite hivi. Na kikubwa sasa hizi kuna wasomi wengi, na ukiangalia wasomi wengi hawaolewi, hawaingii kwenye ndoa. Hata kiingia kwenye ndoa ana lengo lake, anakaa mwaka mmoja anatoweka tena, ataenda kwa mwanaume mwingine, anakuwa mtu wa kubadili. Sasa ni ngumu sana kwa sisi kama wanaume kufikia hatua ya kuoa. Ndio maana kuna single mother wengi, lakini pia kuna baba ambao pia hawana wake huku mtaani, lakini wana watoto. Kwa hiyo ni maisha ambayo yapo hivi, wanawake wanajirahisisha sana. Kiufupi ipo hivi. Kwa majina naitwa Elias Ngambe. Vijana wengi hawaoi. Kuna sababu nyingi sana ambazo hivi sasa zinafanya watu wasioe. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho binafsi naangalia ni malezi. Unajua namna ambavyo vijana wa zamani walikuwa wanalelewa na hivi sasa ni vitu viwili tofauti kabisa. Unajua zamani kijana alikuwa anaweza kafikisha lese miaka 20, 25, hamjui mwanamke na wala hajawahi fanya mapenzi. Lakini hivi sasa mtu ana miaka 15, 10 na ngapi, kila kitu anakijua na anakielewa. Kwa hiyo utandawazi umechangia sana vijana kutokuoa. Lakini kitu cha pili, hivi sasa hakuna mapenzi ya dhati wala mapenzi ya kweli. Ni vitu ambavyo jaribu kuviangalia. Mtu kesho na kesho kutwa ameumizwa, anajaribu kufikiria, je, nikiingia kwenye ndoa inakuaje? Kwa hiyo vitu kama hivyo vinafanya vijana wengi wasifanye wasiwezi kuoa. Kwa hiyo kwangu mimi naangalia ni utandawazi, lakini kitu cha pili ni mapenzi ya kweli hivi sasa hamna. Ndio maana watu wengi wana delay kufanya kuoa, kwa sababu mtu kama ameumizwa naye anatafuta namna alipize naye aumize. Kwa hiyo naona vile mnapolipizana vile mtu ejigo, maisha yanaenda, na kuoa inakuwa ni changamoto. Na hivi sasa wazazi hawezi kuzungumza kitu, na hakuna mtu ambaye anaweza kukubali kuchaguliwa mtu akuweza kufanya, ni mtu akuweza kuishi naye. Kwa hiyo malezi na utandawazi ndio vitu ambavyo vinafanya vijana wengi wasioe. Kuna namna tunaweza tukafanya huo utandawazi turudi kwenye kacha, lakini pia malezi yaweze kuboreshwa? Ni kitu kigumu sana. Hivi sasa huwezi kuoa utandawazi, yani huwezi. Kwa sababu mimi naamini hivi sasa mtoto ana miaka 5 tayari anajua kila kitu kuhusu mapenzi na anaelewa kila kitu. Kwa hiyo kwamba uwe utandawazi inakuwa ni changamoto. Let's say kwenye malezi hapo unaweza kumanage kama elimu itatolewa kwa wazazi, kwa sababu mtu ambaye anakuwa karibu zaidi na mtoto ni mzazi, na mzazi ukishaanza kumlea mtoto toka akiwa mdogo, pindi anapokuwa inakuwa ni rahisi kumcontrol. Lakini hivi sasa watu wengi wanawaachia sana watoto wao, yani mtoto anarudi saa ngapi usiku, lakini mzazi hajui mtoto alikuwa wapi na wala hamuulizi chochote. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kaa hizo. Majina naitwa Felician Kanunga. Kutokana na swali ulilouliza ndugu mwandishi, ndio ni kwamba tunakaa na vijana wengi humu mtaani na kuona kwamba discussion zao ni ugumu wa maisha. Ndio. Japo wengine wanadai ni ugumu wa maisha, lakini sio hivyo. Sasa unadhani ugumu ni upi kwa vijana kutokuoa? Ugumu sana sana ukiachilia mbali ugumu wa maisha, kingine ni kipi, ama sababu nyingine ni ipi? Wao labda pengine inaweza ikawa ni sababu pia. Sababu moja wapo ndio ni kwamba vijana wengi wamejirahisisha kwamba yani wengi tunakaa nao wanasema hakuna kuoa, maana ukioa ni mateso. Maana wengine huwa wanaangalia mifano ya ndoa za watu wengine, lakini hajui kwamba
ndoa ni makubaliano na wewe jinsi mnavyoishi humo ndani na mwenzako. Na wewe hujutii kuoa? Mimi sijutii kuoa. Na wewe mwili ni wako? Mwili ni wangu. Wewe mwenyewe unaona mwandishi, kwani kuna kipi kilichopungua au? Okay, asante. Asante sana.